mkoa wakati huo, Mheshimiwa John Mongera. Malumbano hayo yalipelekea mradi kusimama kwa muda mrefu mpaka mwaka 2023 baada ya Mheshimiwa Waziri Mkuu kuingilia kati na baadhi ya watumishi kushtakiwa. Kamati ya fedha, mbunge alikuwa ni mjumbe wa kamati ya fedha wakati huo, hakushiriki kikao husika kwa ruhusa, lakini posho alichukua. Hii ilikuwa ni mwaka 2023. Ikampa mkandarasi ndugu Tribe Construction, lakini hakuweza kuendelea na kazi tena. Ikatokea malumbano baina ya mkandarasi na kazi ikaanza tena upya mwezi wa 4 mwaka 2024 na kuomba kulipwa malipo ya awali. Ndiyo jengo likaanza kujengwa na sasa lipo gorofa ya 6. Mpaka sasa, Mheshimiwa Spika, mkandarasi amekwisha lipwa hati 2 pamoja na malipo ya awali. Jumla ya hati zote 2 ni shilingi bilioni 1 na milioni 200. Pamoja na malipo ya awali, jumla inakuwa ni shilingi bilioni 2 na milioni 200. Na jengo lipo gorofa ya 6. Na kilicholipwa mpaka sasa ni kidogo kulingana na uhalisia wa jengo mpaka hivi sasa. Hivyo, mkandarasi analipwa malipo yake kwa kazi alizofanya, zikihakikiwa pia na mhandisi wa jiji kwa kazi zilizofanyika tu. Mheshimiwa Spika, kwa ujenzi unaofanywa na mkandarasi mshauri huandaa hati ya malipo kulingana na kazi iliyofanyika. Hivyo basi hakuna fedha ya serikali iliyoibiwa mpaka sasa. Nasisitiza, hakuna fedha ya serikali iliyoibiwa mpaka sasa. Mheshimiwa Spika, kwa kuzingatia dhamira ya dhati ya kulinda fedha za umma, tuhuma zilizotolewa na Mheshimiwa Gambo zimechunguzwa. Niliagiza pia kufanyika kwa uchunguzi wa kina. Uchunguzi huo ulibaini hitilafu za kiufundi zilizojitokeza katika uingizaji wa taarifa kwenye mfumo wa ununuzi wa umma, yani NeST, ambao vizio vya vipimo vilichanganywa kama ifuatavyo. Katika uchunguzi uliofanyika, kilichoonekana ni vizio vya vipimo, yani unit of measurement, kuchanganywa katika vipengele viwili wakati wa kuingiza kwenye mfumo wa ununuzi wa umma, yani NeST, ni kama ifuatavyo. Kipengele cha zege la sakafu la chini kwa unene wa milimita 200 ilikadiriwa kuwa mita za mraba 1128 kama ilivyoonyeshwa kwenye BOQ ya mhandisi mshauri. Hata hivyo, wakati wa kupandisha kipengele hicho kwenye mfumo wa manunuzi, yani NeST, kipengele hicho kilipandishwa kama mita za ujazo 1128. 2. Kipengele cha zege la sakafu la juu kiliainishwa kuwa ni mita za mraba 7034 kama ilivyoonyeshwa katika BOQ ya mhandisi mshauri. Lakini katika kupandisha kwenye mfumo ununuzi wa umma, kipengele hicho kiliingizwa kama mita za mraba 7034. Mheshimiwa Spika, management ya jiji la Arusha ilibaini kasoro hizo na kumjulisha mshauri mwelekezi kuhusu makosa katika vizio vya upimaji uliojitokeza katika barua yenye kumbu namba BC.3/253/0/IE/149 ya tarehe 10 mwezi Februari 2025 na barua kumbu namba BC.3/253/0/IE/150 ya tarehe 18 Februari ya mwaka 2025. Mtaalamu mshauri alijibu barua hizo kwa barua yenye kumbu namba KA/ACC/ADM/2024/20 ya tarehe 28 Februari 2025 kwa kukiri kupokea mapungufu hayo, na alichukua hatua za kumwandikia mkandarasi kumweleza mapungufu yaliyojitokeza kwa barua yenye kumbu namba KA/ACC/Admin/2024/24 ya tarehe 7 Machi 2025. Mheshimiwa Spika, mkandarasi alimjibu mtaalamu mshauri kwa barua